Bana, tupo kwenye party ya Director Blacks na mbele yangu ni Kevin mwenyewe kutoka Donta TV, Donta Family, Donta Plus. Yote ndo familia yake, na Blacks ni mmoja wa wafanyakazi ambao anafanya nao kazi yeye. Tumekuja kusherehekea birthday yake. Bana Kevin, aje? Poa kabisa. Mzima? Yes. Hivi tukianza na Blacks. Blacks ni mtu aina gani? Kwa sababu sisi hatumfahamu, yuko nyuma kamera hatumjui. Ila tunajua kupitia wewe kwa sababu ukiandika kwenye majina tunamjua. Blacks ni mtu aina gani? Blacks ni mtu poa sana, lakini pia ana nidhamu, ana heshima na ana juhudi kwenye kazi yake. Ni kipi ambacho unakiona cha tofauti kwa Blacks na baadhi ya vijana ambao washafanya nayo kazi? Juhudi, lakini pia dhamira ya kujua zaidi. Anayo kitu. Mimi naamini pia ulikuwa ni producer, ulikuwa ni director, ni yani vyote ushavifanya kabla ya kuja kufanya kazi na Blacks kumuongeza. Ni kwa nini uliamua kumuongeza Blacks? Mwanzoni unajua unapomuita mtu, unapomchukua mtu, unaweza ukachukulia kama na ajili mfanyakazi. Lakini still mnavyoishi na yule mtu, kujituma kwake, nidhamu yake, anageuka kuwa familia. Blacks wakati namchukua kama anavyochukua wafanyakazi wengine. Lakini still mtu unavyoishi naye, tabia yake, nidhamu yake, juhudi yake ikaenda inabadilika, mwisho wa siku amekuwa ni familia, namchukulia kama mdogo wangu. Kuna watu wanaweza kumuona tu Kevin, umemwona anaigiza, hawajui safari kiufupi ya Kevin. Ni kipi kilimuanza kupeleka kuanza kuigiza? Kati ya kuigiza ndo ulianza ama kusimama nyuma kamera? Ni kipi kilianza kati ya kuigiza na kuwa baadhi ya director? Mimi wakati naanza, mimi nilikuwa kwanza msanii. Nimefanya muziki, nikaona mgumu, nikaama. Nikawa producer wa music. Nijifunza producer, nikawa produce. Nimeenda pia maslahi yalikuwa ni madogo sana na nikaona ni changamoto kuishi kwenye mji wa Dar es Salaam kwa kazi ya producer. Kwa hiyo nika switch, nikaenda kwenye music video. Yes, mwanzo nilikuwa kama DOP, nimefanya, baadaye nikageukia kwenye movie na mpaka sasa niko hapa. Kwanza mimi nikupe pongezi kwenye tamthilia Penzi la Mtoto wa Boss. Tulishakukutana nyuma before, sijui episode ya 15 tulizungumza, tukafanya interview na baadhi ya wasanii wako. Nilichukulia kwa ukubwa mwanzo kabla jeo hapa tunapoiona. Ulipoandika story kama hii, ulitarajia itakuja kuwa na mapokezi kama haya leo hii unayoyaona? Mimi story zangu zote huwa tayari najua zinaenda wapi. Naweza nikaandika story najua kabisa hii haitopata namba kubwa, lakini itanitengenezea heshima huko inapoenda. Lakini pia kuna muda nasema sasa hivi naandika story ambayo itaenda ku take over. Kwa hata wakati naandika Mtoto wa Boss nilikuwa najua. Kwa sababu mimi nawajua mashabiki zangu wanapenda nini, wanataka kitu gani. Lakini kuna baadhi ya mashabiki zako wanasema Kevin unafiti sana ukicheza kwenye engo za kitajiri kuliko maskini. Unajua kukutana na comment kama hizi? Zipo nyingi, lakini pia hata nikicheza kwenye nafasi ya umaskini utakutana na hizo comment. Let's say kwenye series yangu ya Kesho Yangu. Watu walipenda nilichokifanya. Yes. Watu wanakuwa wanapenda combination yako na Loveness. Mkicheza ni kama kitu ambacho kina watu mashabiki wanaipokea kwa kubwa sana, kwa sababu pale kwenye tamthilia ulikuwa uko mbali na Loveness, ni watu ambao walikuwa wanawaza sana. Umetoka kwenye maisha mazuri umeenda kwenye umaskini. Hii bond yako na Loveness ni kipi kinaitengeneza na kuwa ni bond ambayo mashabiki wanaipenda sana? Kitu kikiona mara kwa mara kinakukaa kichwani kwa haraka. Hata leo hii nikisema namshika msanii mwingine wa kike nikashuti naye mara kwa mara utasema hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri labda ni ile chemistry yetu tu ya kazi, lakini pia tumefanya kazi kwa muda mrefu, tumezoeana. Yeye anajua uchezaji wangu, mimi najua uchezaji wake. Kama kwenye timu ya mpira tu wachezaji wakishazoeana mambo yanaenda vizuri. Loveness anakuambia akicheza na wewe ni mtu ambaye anakuwa uhuru kufanya chochote, lakini kuna pengine wao anaweka mipaka. Kuna watu wanakuwa wanajiuliza, kuna alama ya kuuliza, kwa nini anakuwa na uhuru kucheza na wewe kuliko na watu wengine? Hususa hata kwenye romantic. Aliwahi kuzungumza. Kwa romantic anakuwa ni mtu uhuru kwa sababu kashakuchukulia kama mshikaji. Kuna watu wanahisi kama kwenye mahusiano. Hii ni ukweli? Sio kweli. Sio kweli. Na kama yeye anajisikia huru kucheza na mimi, it's better for me. Yes. Tina tunayemfahamu sisi kwenye tamthilia ni mtu ambaye amefanya, of course ni mtu dada maana talent, anafanya vizuri. Kwenye yengo ukiwa unazompeleka anafanya vizuri. Hivi Tina ukimuona, ukimchukulia nje ya maisha ya movie, sasa tunatoka narudi kwenye maisha halisia, ingekuwa na mtu kama yule pale umtaki lakini anakungangania,
Hivi ungekuona ni kipi kinakuja kwenye akili yako unasema da kija kwa Afrika nikuta kitu kama hiki uje kupata mawazo kama hayo? Hapana, kiukweli afu sijawahi ku experience kitu kama hicho, kwa hiyo sina hata cha kujibu hapo. Uje kufikiria kitu kama hicho? Yaani sijawahi kukutana na hiyo situation. Sijawahi kukutana nayo. Lakini hii story unaotunga ni kama maisha halisi ya watu wanaohusu. Mimi si msanii. Msanii sio kila unachokiandika lazima kiwe kinakuhusu wewe. Sisi tunafanya kwa ajili ya jamii pia. Jamii zetu zilizotuzunguka, maisha tulioishi, sometimes kuna visa tushakutana navyo, tushavisikia. Yes, kwa hiyo tunafanya kwa ajili ya jamii. Naamini kila kazi unayoifanya ina changamoto na ina furaha. Mimi nataka uniambie changamoto yako kubwa ambayo unaipitia kwenye ufanyaji wako wa kazi. Ambapo unasema kabisa hii ni changamoto ambayo kuna muda inakuumiza, sometimes kuna kukaza tunasema ngoja niendelee na safari. Pale watu wanapoamini sisi ni matajiri kumbe sio kweli. Hiyo sio poa kwa sababu unaweza kumwambia mtu sina hela. Mtu akawa anadanganya. Lakini pia hebu assume kama sasa hivi mimi kama Kevi nakuja dukani kwako, nahitaji bidhaa fulani. Sawa? Nakwambia bwana naomba nipunguzie bei. Unanitazamaje? Mimi nakupiga bei ile ile. Kwa hiyo changamoto zipo kama hizo. Watu wanaamini kwamba ni matajiri, yani sisi tuna pesa. Lakini kiuhalisia sio kweli. Truly mimi naamini wasanii wanakuwa na changamoto. Ni changamoto zipi za wasanii ambazo unapitia kufanya nao kazi? Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi kwa sababu unajua vinapokutana vichwa viwili tofauti vyenye mawazo na fikra tofauti lazima changamoto ziwepo tu. Kwa hiyo ni wewe tu namna ya kuenda hizo changamoto na kufanya kazi. Kwa sababu kila utakayemgusa, kila utakayemshika atakuwa na changamoto tu, hamna ambaye amekamilika. Ili nataka uliweke sawa. Kuna baadhi ya wasanii walikuwa wanafanya nao kazi nyuma, lakini leo hii hatuoni kwako. Hatuwezi kumesha ni nani na nani, lakini kuna baadhi wengi wamepita kwako. Unaweza ukasema ni kipi kiliamua kuwafanya wakamove kutoka kwako na kuanza kufanya kazi sehemu nyingine? Baadhi tunaona wanafanya kazi sehemu nyingine. Tumesha ni jina la mtu hapa. Tunataka tuliweke clear. Wote waliotoka kwako ni kipi kilichosababisha wakamove uone na kuanza mambo mengine? Mimi nafikiri hilo swali lilikuwa linawahusu sana wenyewe, lakini mimi nikizungumzia kwa kifupi tu, kabla ya hao unaowasemea au kabla ya hawa nilionao sasa hivi kulikuwa kuna wengine na wengine na wengine washapita nyuma. Kitu ambacho nimejifunza kwenye safari ya maisha, kuna mambo mengi, kuna changamoto nyingi. Lakini ukipata changamoto ambayo unahisi ni changamoto kuisolve, sijui unanielewa? Ukipata changamoto ambayo unahisi ni changamoto kuisolve, unatakiwa ukae pembeni, uipishe kwa ajili ya kutafuta amani. Sijui kama unanielewa. Lakini pia wewe leo unafanya kazi, una team kama hiyo ulionayo hapa, si ndio? Mmoja wapo katika hii timu akiona kwamba for this time na mimi nimekuwa, nahitaji kuwa na channel yangu, nahitaji kuwa na TV yangu, nahitaji kuwa na timu yangu pia. Utakuwa ni mtu wa ajabu kama utazuia huyu asifanye kile anachokiwish au anachokiota. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama daraja na naamini hivyo na natamani kuwa hivyo. Yaani natamani kutumika kama daraja, wengine pia kupita na kufika wanapotaka wafike. Kwa upande wangu niliplay part yangu. Yes. Kuna watu wanakuwa nasema mikataba ya Donta, ukifanya kazi na Donta ni Donta tu, uruhusiwi kwenda kufanya kazi na mtu mwingine. Hili lina ukweli? Sasa unajua kuna shida moja ambayo watu huwa sidhani kama huwa hawaelewi, lakini nafikiri huwa wanajifanya hawaelewi. Unajua mkataba wa msanii sawa ni tofauti kabisa na mkataba wa mfanyakazi mwingine. Kwa sababu unajua mimi ninapomchukua msanii leo, namchukua hakuna anayemjua. Sawa nawekeza nguvu kwenye kumtengeneza. Sawa, kuanzia sanaa yake, yani ile performance yake, appearance yake. Kuna watu wamekuja bro hawajui hata avae nini atokee mbele za watu. Umeshaelewa Kwa hiyo unamswitch kote huko, unamtengeneza, unambrand, ifike muda sasa aingize hela. Si ndio ambayo kampuni ipate ama wewe kama producer upate na yeye kama msanii afanyeje? Apate. Si ndio? Muda huo sasa alipofikia, kila mtu anayefanya kitu kama cha kwako anatamani afanye naye yule
akiamini kwamba nikifanya na huyu kitu changu kimeenda. Umeshaelewa? Yule hatofikiria kwamba huyu msanii natakiwa nimshutishe stories za aina fulani kwa ajili ya kumjenga, natakiwa nizingatie amevaa nini kwa ajili ya kumjenga, natakiwa nizingatie production gani. Sijui unanielewa? Yaani kuna vitu ambavyo wewe kama producer au kama manager ambaye tayari umemsainisha mkataba ule msanii utavizingatia kwa sababu ni biashara yako endelevu. Lakini mtu ambaye atamchukua sasa hivi hawezi kuzingatia hivyo vitu kwa sababu anamtumia kama part time. Sijui unanielewa? Anamchukua nikipiga naye tu content yangu pap, anapita kushoto mimi napita hivi. Vile vitu ambavyo mimi navizingatia yeye hawezi kuvizingatia. Sasa mimi kwa upande wangu sijazuia msanii wangu kufanya kazi sehemu nyingine. Ukiangalia msanii wangu mbona anashoot sehemu nyingine nyingi tu. Lakini kitu ambacho mimi nimezuia, mtu anataka kufanya kazi na msanii wangu asimuapproach msanii wangu, au hata kimapproach msanii wangu basi wakubaliana na msanii wangu, lakini taarifa zirudi kwenye ofisi. Ili sasa mimi sisi kama ofisi tuweze kujiridhisha, sawa, anaenda kufanya kazi ya nani, production gani, story anamchezesha character gani. Kwa sababu mimi kuna wasanii wangu tayari nimeshawatengeneza, kuna character fulani akicheza ndio watu wake wanampenda, wanataka awe vile. Kuna character fulani akicheza anafanyaje, anapotea. Sasa let's say mfano kama sasa hivi mimi nafanya mtoto wa bosi, sawa. Loveness kacheza kama dada wa kazi ambaye alikuwa anapitia changamoto nyingi, sawa. Yaani ni mwanamke ambaye kila mwanaume anaota kuwa naye. Yaani kila mwanaume ana ndoto ya kuwa na mwanamke wa design ile, sawa. Alafu wewe unakuja kumchukua, unataka uende kumshutisha series yako acheze kama Changudoa anajiuza au Mieyusho, yani labda kama character alicheza Tina, wewe ndio unataka umchezeshe kwenye tamthilia yako, si ndio? Alafu zote zinaruka kwa pamoja. Wewe nikikuuliza hapo unaona tunatengeneza kitu gani? Tunachozingatia kwanza ni brand ya msanii wako. Of course, kwa sababu ni biashara endelevu kwangu. Watu wameipenda combination yako na Boni kwenye tamthilia toka mkiwa maisha magumu mpaka unajitafuta unajirudi, ni mtu ambaye anaonekana anafanya vizuri. Yes. Boni ukimtazama kwenye future ya sanaa ni mtu wa design gani kabla ya kutambua au mfahamu? Jamaa mpambanaji. Mimi napenda sana watu wanaopambana, watu ambao wana mioyo migumu, watu ambao ni wagumu kukata tamaa. Mimi nawapenda sana watu wa design hiyo, kwa sababu hata mimi still nimefika hapa nikisema nianze kukuhadisia mapito yangu, hii interview yako itachukua siku 3. Umeshaelewa eh? Lakini mpaka nimefika hapa nilikaza sana, yani kuna situation ambayo nilifikia nikasema kama nitavuka hapa basi hakuna chochote kitakachonishinda. Yaani hakuna mtihani wote utakaonishinda kwenye hii dunia. Na Mungu alinijalia nikavuka. Kwa hiyo nikikutana na mtu ambaye ni mpambanaji, bro, awe anajua awe hajui, lakini kama ana dhamira ya kweli na ni mgumu sio mtu kukata tamaa, mimi na enjoy sana kuwa naye. Kwa hiyo Boni ana hicho kitu. Maua yake. Tamthilia imekuwa ni kubwa sana na pia inakuwa na numbers kubwa. Kuna baadhi ya watu wanaamini, kuna baadhi ya wasanii wenzako washakuzungumza kuwa anaingiza pesa nyingi sana YouTube kwa viewers zinazoona. Tukiona namba zako na wale kusema kuwa anaingiza pesa, tunaona namba zako ziko juu. Tunaamini kuwa Kevin anaingiza pesa nyingi sana YouTube sasa hivi. Unajua bro, mimi kwa jinsi ninavyoifahamu film sijui sana, lakini kwa uchache tu wa vitu ninavyovifahamu, film ina hela nyingi sana, lakini YouTube haina hela. Film ina hela nyingi sana, lakini YouTube haina hela. Ndio maana wenzetu unaona, let's say wazungu, sawa, au watu ambao tayari wako advanced kwenye industry ya films, ndio uwezo kukuta wameweka movie zao YouTube. Sisi tumekosa alternative nyingine. Yaani endelea. Tumekosa. Sisi tunaweka kazi zetu YouTube kwa sababu tumekosa alternative nyingine. Yaani hatuna masoko mengine. Kwamba no way sasa mimi kuliko nife ndani na kipaji changu, nife njaa na aliyakuwa na kipaji, basi acha nitengeneze content zangu nipeleke YouTube. Kwa hiyo tunapata hela ya kuishi, lakini sio hela ambayo unaweza kusema mtu mimi napata hela ya film, ni uongo. Kuna baadhi ya msanii mwenzako ashaye kufanya interview akasema movie zake ni ruksa kuonyesha kwenye mainstream yote, tuseme Azam wapi na wapi. Kija kwa Donta,
Ni ruksa mainstream kuonyesha kazi yako sasa hivi ya Penzi la Mtoto wa Bosi, rusha kwenye kingamuzi. Mimi ninachoamini, ukiona mtu anafanya kitu fulani tayari anakuwa na target yake, ana malengo yake, ana plani zake ambazo amezipanga kabla. Sidhani kama mtu ambaye yuko kwenye industry au mtu ambaye yuko serious na kitu chake anachokifanya anaweza kaamka tu asubuhi akakurupuka akasema kitu kama hajajua ana lengo gani. Kwa hiyo kwa upande wake anajua hicho kwa amekiplan. Kuna kwenye tamthilia hizo unazozifanya kitu kipi cha kwanza ulitamani kukipata? Ulitamani uwe maarufu ama ulitamani uanze kupata pesa afu ndio uwe maarufu? Pesa. Hela bro. Kuna muda Kevin unajutia kuwa maarufu? Hapana, sijawahi kujutia, lakini pia mimi na enjoy tu, naona fresh. Wasanii wamekuwa ni wengi sana wanakiomba nafasi ya kukutana na Kevin. Mimi of course ni mtu ambaye ananisumbua kuanzia DM, Insta, wapi, kwa sababu kuna zile interview unazozipanisha interview zako wananisumbua of course. Nataka nijiulize nafasi ya msanii sasa akitaka kufika kwa Kevin kufanya naye kazi iko vipi yani? Easy tu. Mimi mfano kama watu wangu wengi naofanya nao kazi wako mitandaoni huko TikTok, Instagram. Wapo. Director wangu anapatikana, madiopi wangu anapatikana. Easy. Mimi ukisha kuwa na talent tu njoo tufanye kazi. Tumezungumza mengi, nataka nikuache ukapumzike. Nataka uambie kitu kimoja sasa hivi mashabiki zako ambao wanatazama tamthilia yako pendwa. Tukisema tamthilia pendwa kuanzia 2024 mpaka 2025, nice itakuwa ni tamthilia yako of course. Hamna haja ya kuficha hiki kitu, tukiweke wazi. Waambie neno moja mashabiki zako. Kwanza mimi nawashukuru sana kwa sababu wao wameamua kunisupport ama kutusupport. Hatujawalipa chochote, hatuwajui. Wameamua kutusupport. Kwa hilo kubwa nawashukuru, lakini pia tutajitahidi hiki tunachokifanya leo tuweze kukifanya kwa ubora zaidi. Kesho ukija kututazama usikute donta ya jana. Kwa hiyo ni ahadi yangu ambayo natoa kwenu mashabiki zangu. Alafu tukikilia kitu cha mwisho, kuna hizi baadhi ya account nyingi zipo dota nyingi. Ukiandika Penzi la Mtoto wa Bosi zinakuja hapa na kijiji. Hili liko vipi? Alikupitia changamoto watu kutujua, ushindwa kujua kazi yako ni mpya, ambao mtu labda anaingia kwa mara kwanza anashindwa kujua ni ipi channel sahihi sasa ambayo inaonyesha hii tamthilia. Baadhi ya watu kufungua channel tu wanaziita donta, yani anaamua tu na anachukua baadhi ya short clip zako anapandisha. Mimi nafikiri channel yetu sisi inafahamika, inaeleweka. Mtu lazima aangalie subscribers, usikimbilie tu kuangalia imepostiwa kazi gani. Lakini pia ndo kwenye masuala ya utafutaji bana, kitu kishakuwa kimeenda kila mtu anataka apitie umomo. No way, yani hamna njia ya kuescape hivyo vitu. Hakuna. Yani ingekuwepo tungekuwa tushafanya, lakini haipo. Hamna nafasi kama inakwenda kuumiza. Hamna. Waache wafanye tu. Wafanye tu. Wao. Wafanye tu, lakini wakipigwa ma-copyright huko watapambana na hali zao. Bana mimi nakushukuru sana Kevin. Blessing sana bro. Asante sana. Pamoja.